Na kusalimu mtazamaji mpendwa wa MVTV popote pale ulipo. Karibu katika kipindi chetu cha Karamu ya Neno kinachokujia kutoka katika mji wa Nakuru. Ni ombi langu kwamba mnatupata vilivyo, na ikiwa una jambo ungependa tukaweza kurekebisha, unaweza ukaandika hapo kwenye comment. Na ikiwa unaridhishwa na vipindi vyetu, tutie moyo kwa kuandika kitu hapo. Na kwa hivyo tuingie katika maendeleo ya ule msururu tulioanza katika wiki hii. Na msururu wa wiki hii tumekuwa tukijadili kuhusiana na agano la Abrahamu, inaitwa the Abrahamic Covenant. Na kwa hivyo tukaona kwamba Ibrahimu aliweza kuitwa, na baada ya kuitwa wakaingia katika mapatano na baba wetu aliye juu mbinguni, na hiyo ndio inaitwa Abrahamic Covenant. Na katika msururu huu tumekumbushana kwamba agano ni jambo watu wawili wanapatana, na katika mapatano hayo inakuwa kwamba kuna kitu ambacho kila upande wa agano lazima alifanye. Na hivyo basi tukapata katika maagano ya Ibrahimu na mtakatifu baba yawe aliweza kuahidiwa mambo mengi, na baadhi ya mambo hayo, la kwanza lilikuwa kwamba atafanyika kuwa taifa kubwa na kuitwa baba wa mataifa. Na tumeangalia katika historia mambo haya, kwa hakika baba wetu ameyaweka, ameyatimiza, na vile vile pia akawa kwamba ni mmoja wa yule ambaye atakayekuwa amebarikiwa na uzao wake. Na tukiangalia hata Ibrahimu katika maisha yake tulitambua kwamba alikuwa ni mtu tajiri sana, kwa wingi wa mifugo, akawa na fedha, na vile vile akawa na dhahabu nyingi, na hata wafanyikazi wengi. Na vile vile pia tukaona kwamba aliambiwa atakuwa na ushawishi, kwamba katika vizazi vijavyo ataweza kuwa na ushawishi, na tumeona hivyo ushawishi wa Ibrahimu umesambaa na kuendelea. Na la mwisho aliahidiwa ardhi na urithi. Kwa hivyo kuna nchi ambayo ni ardhi aliyoahidiwa na tayari akaipokea, na vile vile pia kuna ahadi ya urithi wa uzima wa milele. Kwa hivyo tunazidi kuendelea na msururu huo, na leo tunaangalia hali ya kusambaza agano la Ibrahimu katika vizazi vyote. Kwa hivyo tunazidi kudhibitisha ama kuimarisha agano lile baba wetu Ibrahimu aliloagana na baba wetu, na kwamba ni agano la vizazi na hata na vizazi. Kwa hivyo karibu tukaendelea katika fundisho la siku ya leo, na niruhusu in Yeshua's name. Tunakuabudu mfalme wa ajabu, ni kwa sababu wewe haubadiliki, hauna kivuli cha kubadilika. Ni asante ni kwa sababu umetupa uhai ili tukaweza kukusifu. Tunasimama na kuinua sauti zetu mbele zako na kusema Baba unastahili. Tunaimarika na kuzidi kukutambua kwamba ni wewe upasaye kuabudiwa, na kando na wewe hakuna mwingine. Tunakutambua kwamba lolote unalolisema unalitimiza, na hivyo Baba tunanyenyekea kwamba mapenzi yako yakatendeka juu ya maisha yetu. Tunapoendelea na msururu huu wa mafundisho, Baba wape roho wa kuelewa watazamaji, hata nami nitumie kama chombo chako kuwa wa baraka kwa wanaonisikiza. Katika jina la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu tumeomba pamoja hata na kuamini. Mtazamaji mpendwa, na basi tuingie katika fundisho la siku hii ya leo kuhusu agano la Ibrahimu kuliimarisha katika kila kizazi. Agano la Ibrahimu halikusudiwa kuishia tu kwa mtu mmoja na pamoja na kizazi chake. Kusudi la yawe ni kuona baraka, imani, maarifa na urithi wa ufalme vikisambazwa kutoka kizazi hadi kizazi kingine, na hapo ndipo tunaposema kusambaza. Kwa hivyo imani ya Ibrahimu, maarifa yaliyokuwa na Ibrahimu, urithi wa ufalme wa Ibrahimu unafaa kupokezanwa kizazi kimoja hata na kingine. Yawe alimchagua Ibrahimu kwa sababu alijua kuwa angelifundisha watoto wake wa nyumba yake yote ya kumcha Yawe na kutembea katika ahadi zake. Tuangalie kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 19, inadhibitisha hivyo. Baba anasema, kwa maana nalimjua Ibrahimu kwamba ana uwezo wa kuwafundisha watoto wake katika njia ambazo wanafaa kwenda. Kwa hivyo imeandikwa katika kitabu cha Biblia kwamba Baba akitazama moyo na nia ya Ibrahimu aliona ana uwezo wa kufundisha watoto na watoto wa watoto wake, na kwa hivyo alikusudiwa aweze kuhakikisha kile ambacho alikijua, mapatano aliyokuwa amepatana na baba yake aendelee kuyasambaza.
Ikifika hapo, nakumbuka mtoto wake Ibrahimu, Isaka, wakati ambapo kiangazi kilikuwa kimeshamiri mahali alipokuwa anakaa, mahali alipokuwa amewachiwa na baba yake. Mawazo yake alikuwa anamwambia kwamba wacha nikimbilie Misri. Lakini baba akamwambia, la hasha, hautahamia kule, kwa sababu kuna agano niliahidiana na baba yako kuhusiana na nchi hii. Kwa hivyo Isaka akawa ni mtu wa hekima alivyofundishwa na baba yake, akachukua mbegu alizokuwa nazo, akapanda, akavuna mara 100, na yeye pia akatajirika kama baba yake tokana na yale mazao. Kwa hivyo ahadi hizi ambazo Ibrahimu alipewa, nimezungumza hapa na nitaendelea kukuhimiza ukatazama kwamba si mambo ya Ibrahimu peke yake, lakini ni mambo yetu sisi wenyewe kupitia mwanawe Yeshua Hamashia. Na kwa hivyo jambo la kwanza tunakuta kwamba ili tukaweza kupokezana kizazi maneno haya kizazi hata kizazi, tunafaa kufundisha vizazi vinavyofuata njia za baba wetu Yawe. Ikiwa wewe ni baba, ikiwa wewe ni mchungaji, unafaa yale uliyoyajua, yale uliyoyaamini, ukafanya bidii kupokeza wale wanaofuatilia. Kitabu cha Torati, na hapa nitafungua Biblia nisome kitabu cha Torati. Kitabu ni cha Kumbukumbu ya Torati 6 mstari wa 6 na wa 7. Tunaweza kufika hapo tukaweza kusoma ili ukaangalia maneno haya vile yalivyoandikwa. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Kwa hivyo maneno haya ambayo baba wetu alimwambia Musa, akamwambia Ibrahimu, kwanza yanakuwa katika moyo wa yule aliyopokea kwanza, naye uwafundishe watoto wako kwa bidii. Sasa hapo ndipo kusambaza kile ambacho umejua kwa bidii. Unapokeza watoto wako na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Kwa hivyo Musa anatuambia hali ya kufundisha kwa bidii ni unatumia wakati wote. Mkiwa mezani kuna nafasi ya kufunza, mnapotembea njiani kuna nafasi ya kufunza, hata wakati watu wanapoenda kulala kuna nafasi ya kufunza. Na kwa hivyo lazima tuwe kama Ibrahimu, watu wa kupokezana mafundisho. Na hivyo basi tunajifunza, wazazi ni walimu wa kwanza wa watoto. Kama kuna mwalimu wa kwanza ni mama, alafu baba wanafuatilia. Kwa hivyo ni heri tutambue kwamba mambo mengine msiache watoto wakayajulie shuleni ama kwa majirani. Sisi kama wazazi tumepewa wajibu wa kufundisha watoto wetu kile tumeamini, tukawasambazia watoto wetu. Vile vile pia maarifa ya Yawe yanapaswa kuridhishwa. Kwa hivyo kile ambacho tayari umeridhishwa na baba, roho 7 zake na mambo mengine kama hayo, unafaa kuyasambaza katika vizazi vinavyofuatilia. Kizazi kisichofundishwa hupoteza urithi wake wa kiroho. Na hapa ndipo Mswahili anasema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Na sasa sio mila zile za desturi za kawaida. Hapa kuna mila takatifu ya baba wetu aliyowapatia wana wake. Kitabu cha Zaburi nafikia ni 147 mstari wa 19 na 20, ambayo inasema kwamba hakujulisha uzao mwingine mambo yake. Na hivyo Biblia alitupatia iwe ndiyo desturi ya Yawe mwenyewe inayofanywa na wanadamu hapa duniani. Nataka nikuulize swali moja. Tunafanya nini kuhakikisha watoto wetu wanamjua Yawe? Wewe kama baba, ni bidii gani ulio nayo ya kuhakikisha kwamba zaidi ya kuwafundisha biashara, zaidi ya kuwafundisha mambo yale mengine, umewafundisha wakamjua Yawe aliyeumba mbingu hata na dunia? Na jambo la pili, kujenga urithi wa kiroho. Kwa hivyo lolote ambalo unalolipeana lazima ukalijenga. Tunasema hakuna chochote kinafanya kazi kama hakifanyiwi kazi. Na hivyo basi fedha zinaweza kuisha, lakini urithi wa imani hudumu hata milele. Ni ukweli vitu vya dunia vinapita, lakini urithi wa kiroho unafaa kwamba tuwe tunaupokezana. Methali 20 mstari wa 7 inasema, mwenye haki hutembea katika uadilifu wake, watoto wake wanaheri baada yake. Methali vile vile 1:23 inasema kwamba njoo unisikilize, nami roho iliyo ndani yangu nitakupatia. Kwa hivyo tunapata kwamba roho iliyokuwa ndani ya Ibrahimu ilisambaa kwa Isaka, ikatoka kwa Isaka ikaenda kwa Yakobo na vizazi vyote vilivyofuatilia. Na hivyo basi tunaona kwamba tabia njema ni urithi.
Kama we ni baba una tabia nzuri, watoto wako watarithi tabia hiyo hiyo. Kama we ni mama, vivyo hivyo. Uaminifu kwa Yawe ni urithi. Ikiwa wewe utakuwa mwaminifu, ule uaminifu watu wakiuona na wautamani, basi utawaridhisha watu wale wengine. Na niposa unakuta kwamba hata Yakobo mwenyewe aliita watoto wake na akawabariki. Hakuwapatia kitu alichoweza kushika, lakini yale matamshi aliyoyasema basi yalibadilika kuwa kitu katika watoto wake. Hekima na maadili pia ni urithi. Kwa mara nyingine tena nitakuuliza swali la pili, ni urithi gani wa kiroho unaoachia watoto wetu? Ni ombi langu mimi kama mwandishi, ninapoandika vijitabu, naandika vijitabu ili hata wakati nitakapokuwepo sipo, vitabu ambavyo tuliweza kuviandika, vijikaratasi, mafundisho, lesoni, wengine katika vizazi vijavyo wataweza vile vile pia kuwa wanafuatilia na kusema baba zetu wa imani waliandika mambo haya, kama vile Musa alivyoandika vitabu 5 ambavyo tunavisoma hata siku hii ya leo. Niruhusu tuingie katika tangazo moja, alafu tukaweza kuendelea na fundisho la kupokezana agano la Ibrahimu. The Messianic Men Fellowship warmly invites all men to the annual MMF Convention 2026 to be held from 24th to 27th June at Covenant Hall, Messianic Assembly of Yahweh, Tabuga Branch. This year's theme is Ambassadors on Assignment to Reconcile, based on the call of every believer to represent the kingdom of Yahweh and bring reconciliation to a broken world. Join men from different assemblies for 4 days of worship, fellowship, prayer, and life-transforming teachings from various ministers. This convention will provide an opportunity to grow spiritually, strengthen brotherhood, and be equipped for effective service in our families, communities, and the kingdom of Yahweh. If you desire to deepen your relationship with Yahweh, discover your kingdom assignment, and be empowered to fulfill it, then this convention is for you. Mark the dates, 24th to 27th June 2026. Venue, Covenant Hall, Messianic Assembly of Yahweh, Tabuga Branch. MMF Annual Convention 2026. Ambassadors on Assignment to Reconcile. We look forward to fellowshipping with you. Shalom. Karibu tena tunapoendelea na msururu wa mafundisho, na asante kwa wale ambao wameingia katika darasa hili la kujifundisha katika kipindi chetu cha Karamu ya Neno. Na kwa hivyo jambo la tatu ambalo ningeweza kujadili katika kupokezana agano la Ibrahimu ni kujaribu kuhifadhi na kuendeleza baraka za agano. Katika agano hili tumeona kwamba kuna mambo mengi yanayohusiana na mibaraka. Na tukataja kwamba mibaraka hii haupewi ukaweza kujinufaisha mwenyewe, lakini tunabarikiwa tukaweza kubariki na hata na wengine. Na kwa hivyo Yawe anatamani kuona baraka zake zikidumu katika nyumba ya watu wake. Uzuri ulionekana ndani ya Ibrahimu unafaa kuonekana ndani yetu. Uzuri ulioonekana katika Isaka uonekane vile vile ndani yetu. Uzuri uliokuwa katikati ya wanafunzi ukaonekana pia ndani yetu. Na kwa sababu tumetangaziwa kwamba kuna mkutano wa wazee, mara kwa mara katika mkutano huu ninawasomea Zaburi hii 112 ambayo inachora picha ya mtu ambaye ni mtakatifu, na inaonyeshana kwamba ana mambo mengi ya yale ambayo anafaa kuwa nayo ili akapokeza wengine. Niruhusu tu nisome mstari wa 2 ambayo inasema, kizazi chake kitakuwa hodari duniani, jamii ya wenye haki itabarikiwa. Mtu ambaye ni mcha Yawe, imesemekana kwamba kizazi chake kitakuwa hodari duniani. Brothers and sisters, kama tuna nafasi tungeweza kujadili kuhusiana na uhodari wa nyumba ya Israeli. Mambo mengi walioyafanya na kuvumbua ni watu waliotoka katika jamii ya nyumba ya Israeli. Na hivi sasa kwa sababu na sisi tumekuwa katika nyumba hiyo kwa imani, tunafaa kuwa na watoto hodari wanaofanya mambo katika dunia na wanaoonyeshana baraka teule zinazotokana na baba wetu Yawe. Baraka za Yawe zinaweza kufikia vizazi vingine. Mtakatifu anakuwa na utajiri anaoridhishia hata watoto wa watoto wake. Tunapaswa kutumia baraka kwa kusudi la ufalme.
Mtazamaji mpendwa, hatutaki tu mtu awe na sifa ya kwamba mimi ndiye tajiri dunia nzima, na ili hali hakuna hata idadi ya utajiri wako ambayo imejenga nyumba ya ibada, imewasaidia watu katika njia ambazo zinaeneza ufalme wa Baba wetu wa mbinguni. Baraka zinahitaji usimamizi mzuri ili zidumu. Hapa katika kipindi chetu cha Kingdom Prosperity tunaonyeshana kwamba unaweza ukapewa kitu, lakini kitu hicho kikaisha kwa sababu haukujua kukitumia. Nimeona watu wengi matajiri, lakini baada ya kufa na kuacha utajiri mwingi, watoto wao wakaskwanda, wakaharibu kama mwana mpotevu na vitu vikaisha. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna jambo muhimu sana ambalo linafaa kusambazwa kwa vizazi vinavyokuja, hali ya kuimarisha na kutunza vizuri mali. Hii inaita management, kupanga vile mali inafaa kutunzwa. Na kwa hivyo nao ambao wanaopokezwa ninawazungumzia sisi tukishapokezwa, tukiwapatia zisije zitapotelea mikononi mwenyu. Na kwa hivyo vile vile wale wanaojua kwamba wanafaa kuridhishwa wawe wako tayari kupokea ule urithi. Na swali ambalo nalo kuuliza katika kitengo hicho, je, tunatumiaje baraka zetu kuimarisha agano la Baba wetu Yawe? Ukipewa mbegu moja isibakie ikiwa moja. Masihi alifundisha katika mifano yake akasema, aliyepewa talanta moja akarudisha ikiwa talanta moja hakumridhisha bwana wake. Na kwa hivyo unapopewa kile uko nacho, maisha yako, pesa zako, talanta zako, zitumie ili zikaweza kuwazaa wale wengine. Mara kwa mara tutasema hakuna mafanikio ikiwa hautaweza kumlea mtu atakaye kurithi. Na jambo la 4, kuelewa wajenzi ama wajenzi wa ufalme, kuwalea wajenzi wa ufalme. Hiyo ndio kitengo cha kuhakikisha kwamba lazima tuwalee wale ambao watakaoingia katika hatamu ya kujenga ufalme wa Baba wetu. Kila kizazi kinapaswa kuandaliwa kuendeleza kazi za Baba wetu Yawe. There is no success without a successor. Na kwa hivyo tunakuta kwamba mtume Paul alimkuza Timotheo na akamkuza Tito na wengine wengi. Hata anawaita mkutano pale, unakumbuka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na kuambia kwamba ninaona siku zangu zinafika mwisho na mimi ninawacha. Mumeona mienendo yangu, mumeona tabia zangu, imarikeni na mchunge kazi hii ya ufalme ambayo Baba wetu ameinunua kwa damu ya mwanawe wa pekee. Na hivyo basi katika Zaburi hiyo ya 145 mstari wake wa 4, kizazi kimoja kitayasifu matendo yako kwa kizazi kingine. Kwa hivyo hata vizazi vinavyokuja zitasifia matendo ambao baba zetu walifanya, babu zetu walifanya, na sisi nasi tukaendelea kusambaza yale mazuri katika kizazi kinachokuja. Brothers and sisters, vijana wanapaswa kupewa nafasi ya kuhudumu. Hapa kwetu tuna desturi ya kuhakikisha kwamba kila mwezi tunawapatia vijana angalau sabato moja ya kuhudumu, ili tukawaona watahudumu vipi. Na hata katika mitandao nimeona mtu aliuliza, je, ikiwa wewe ni mchungaji ukiondoka kama siku 30 ama hata 90, kanisa litaweza kuendelea ama utakuta lilizambaratika? Kwa hivyo kama watu wamefundishwa, ukiwapokeza kijiti ama ukiwa nje umewachia majukumu, shughuli hiyo itaweza kuendelea. Na hivyo ndivyo Baba wetu anavyotaka baraka za Ibrahimu zikaweza kusonga kizazi hata kizazi. Vile vile ujuzi wa kiroho unapaswa kuhamishwa kwa wengine. Paul anasema kwamba kumbuka ile karama uliopewa kwa kuwekelewa mikono. Kwa hivyo tunapowawekelea mikono, na unapowekelewa mikono, roho iliyo ndani ya yule anayekuwekelea mikono ni kana kwamba anaisambaza kwako. Aliwaita watu akasema, njooni niwabariki. Na kumbuka kwamba Yakobo akibariki watoto wa Yusufu anaweka mikono hivi. Kuna neno alilokuwa anataka lipikie huyu na huyu. Na kwa hivyo ujuzi wa kiroho unapaswa kusambazwa. Nimeona watu wakimimigiliwa mafuta, yule aliyekumwagia mafuta akakusambazia kile alichokuwa nacho. Kazi ya ufalme ni ya vizazi vyote, na kwa hivyo ufalme ni wa milele, hauishi. Swali ambalo nakuuliza, tunawaandaa vipi vijana kwa kuwa viongozi wa kesho? Vijana mnaandalika vipi? Unapofundishwa unafundishika? Tunatumia neno la Kiingereza fat.
faithful, available and teachable. Lazima ujaribu kuwa ni mtu ambaye anafundishwa. Na mara kwa mara mimi wanasema kwamba nilipoingia katika imani hii, kuna vitabu vya Andrew Nugget Daga ambavyo nilivisoma vingi. Sikumpata, maana historia inasema kwamba alikufa miaka mingi iliyopita, lakini vitabu alivyoviacha vimekuwa vya kunishawishi katika njia kubwa, na mimi pia natamani kupitia barabara kama hiyo waliotutangulia walituachia. Na jambo la 5, kuishi kwa imani ili vizazi vijavyo vipate mfano. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni kwamba unapofundisha ufikirie tu ni kusoma vitabu. Maisha yako yawe kitabu kinachosomeka. Tabia zako ziwe watu wakiziona wanakuelewa wewe ni mtu wa namna gani. Watoto hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Tunawaita they are so mimic. Unaona kwamba mtoto anaiga. Wakati mmoja niliona watoto wakibingirishana, nikaenda nikauliza, mnafanya nini, mnapigana? Wakaniambia hapana, hatupigani, tunacheza baba na mama. Nikajua hiyo familia lazima baba na mama wanapigana. Kwa hivyo watoto hujifunza zaidi katika kuona kuliko kusikia. Paul anatushauri katika kitabu cha Waibrania wa kwanza 11 mstari wa kwanza, mwigeni mimi kama mimi nilivyomuiga Masihi. Mtume Shaul vile vile hakumuona Masihi Yeshua, lakini anasema kwamba amemuiga Masihi Yeshua kwa sababu amesikia sifa zake, tabia zake, na hizo tabia zikawa ni tabia zake. Na kwa hivyo mfano wetu unaathiri kizazi kijacho. Ikiwa tutakuwa ni watu wa tabia mbaya, watoto wetu wanaweza wakaiga tabia hizo. Ikiwa sisi ni watu wazuri, tutakuta kwamba tunazaa watoto wa sampli kama sisi. Maombi yetu yanafundisha watoto kuomba. Vile ulivyo prayerful, watoto wakikusikia, watoto wakikuona, hata wao watakuwa waombaji kama wewe. Hata wachungaji tunaambiwa kwamba tabia zako wewe mwenyewe, utakuta kwamba ikiwa mchungaji ni worshiper, unakuta kanisa hilo linakuwa ni la watu worshiper. Ukiwa mchungaji ni manager, unakuta kanisa lake wengi wanaiga tabia zake za kuwa manager. Ikiwa ni mwalimu mzuri, hata watoto wake vile vile wanakuwa ni walimu wazuri. Uaminifu wetu unaimarisha imani yao. Ikiwa basi unafanya kazi na watu alafu wanaona uaminifu wako, bila shaka hata na wao wataiga tabia kama zako. Je, maisha yetu yanawapa watoto mfano wa kufuata? Maisha yetu yanawapa watoto mfano wa kufuata? Nashukuru kwamba katika laini hiyo hata na mimi najua kwamba watoto wangu wameniiga. Nakumbuka mtoto wangu mmoja aliniambia kwamba nitampenda mke wangu kama vile unavyopenda mama yetu, na nikashukuru. Na kwa hivyo nawatakia kila laheri wakapenda wake zao, wale ambao waliooa na wale watakaooa baadaye. Jambo la 6, tuitunze ahadi na agano ya kizazi hadi kizazi. Kwa hivyo tunafaa kutunza ahadi hii. Na ahadi hiyo ni ipi? Yawe ni Elohimu wa vizazi. He is a generational Elohim. Alikuweko, yupo na atakuwepo. Biblia katika Waibrania inasema ni yeye jana, leo na kesho. Alikuwa, yupo na atakuwepo. Kwa hivyo yeye habadiliki, na kwa hivyo agano lake lingali linazungumza, na yeye ako tayari kutimiza yale aliyoyasema. Katika agano la Ibrahimu, Mwanzo 17 mstari wa 7 inasema, agano langu nitaliimarisha katika kati yangu na wewe na uzao wako baada yako katika vizazi vyako kuwa agano la milele. Mtazamaji mpendwa, agano la baba wetu ni la milele. Haliishi na haliishi. Habadiliki, hana kivuli cha kubadilika. Agano la Yawe si la muda mfupi. Lilianza na Adamu. Kuna agano la Adamu ambalo linatuadhiri paka leo. Kuna agano la Ibrahimu, kuna agano la Nuhu. Maagano ni mengi, na sisi tunakuwa ni sehemu ya yale maagano. Agano zake zinaendelea kwa wanaomtii. Ikiwa wewe ni mtiifu, umeokoka na wewe ni mtiifu, una imani kama Ibrahimu, basi utakuta kwamba agano hizi zinakuwa ni sehemu yetu, na kila kizazi kina wajibu wa kulinda na kuendeleza agano. Katika Gen Z generation, mko na jukumu la kuhakikisha kwamba Abrahamic covenant inasambazwa. Abraham alikuwa ni mtu mtiifu,
Abraham alikuwa ni mtu wa imani, na kwa hivyo nawatakia jenzi wote wawe ni watu wa imani, na vile vile wawe ni watu watiifu. Wasiwe ni wakaidi kwa wazazi, kwa walimu, kwa viongozi, lakini waweze kuiga mfano wa Ibrahimu. Ikiwa wewe jenzi unayenisikiliza umeokoka, basi ujue kwamba haufai kufuata tabia za watu ambao hawajaokoka, unafaa kufuata tabia za watu ambao ni wazuri. Tunafanya nini kuhakikisha agano linaendelea katika familia zetu? Hilo ni swali unafaa kujiuliza, na mimi nijiulize, what are we doing? Yawe alimpa Ibrahimu baraka na uwezo wa kufanikiwa ili kuanzisha na kuimarisha agano lake duniani. Vivyo hivyo ametupa nguvu sisi, ametupa hekima, ametupa rasilimali ili kuendeleza agano hilo katika vizazi vyote. Kumbuka, yeye ametuita tukaimarisha agano hilo. Katika kitabu cha Torati ya 8 mstari wa 18 inasema, lakini utamkumbuka Yawe Elohimu wako, maana ndiye akupae nguvu za utajiri, ili kulithibitisha agano lake alilomwapia baba zako. Kwa hivyo tumepewa nguvu na tukaweza kuitumia ili baba wetu akaweza kutusaidia. Asante kwa sababu ya kuwa pamoja nami. Muda hauniruhusu kuweza kuendelea, na tukutane tena.